Unaona hiyo nyumba hapo chini hapo, huyo itakuwa alitumia akili zake mwenyewe, hakuna akukubali watu kuingilia maisha yake. Hebu angalia huyu aliyekubali kupewa akili na binadamu, maisha yake yalivyo. Mpendwa, usikubali mtu yeyote kuingilia maisha yako. Inategemea na jinsi unavyowaza, ndivyo unavyofanya vitu vikubwa. Hebu oneni, msingi imara unaanza chini. Huyu itakuwa kutaka ushauri wa watu wengi. Kuingilia maisha ya mtu hapana. Usikubali mtu yeyote ingilia maisha yako kukushauri, kwa sababu utakuwa kama huyu. Si mnaona huyu au nisogee? Si mnaona huyu? Huyu alikubali ushawishi wa watu wengi. Huu mlango hata mbweha anauvunja kulingana na kitabu cha Nehemia. Yesu, Mungu tusaidie. Kujiingiza kwenye maisha ya mtu ni hatari. Kuna mwingine unaweza kuwa unamshauri kwa wema lakini anaona ni ubaya. Huyu yamkini akili yake ilikuwa timamu. Lakini ndio maana alianzisha hapa vizuri, ili atengeneze sehemu imara. Lakini yamkini kuna mtu aliingia kwenye maisha yake akamshawishi, akaamua kujenga kitu kama hiki. Lakini yule aliamua tu kukaa na maisha yake. Hebu angalia tu kulivyo kuzuri. Unaona hiyo nyumba hapo jamani? Na huyu hakukubali mambo ya watu wengi, akaamua kujenga kitu kikubwa. Kikubwa ni kirefu, siwezi kufika mpaka mwisho. Kiliko imara. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba kujiingiza kwenye maisha ya mtu ni hatari sana. Wacha kila mtu afanye maisha yake anavyoona yanampasa yeye. Mungu akubariki.